Hezekia aliambiwa na Isaya kwamba utakufa. Hezekia akalia sana mbele za Bwana. Na Hezekia alimkumbusha Bwana, kumbuka nilivyokwenda mbele zako katika haki. Nimeenda mbele zako katika kweli. Nimetenda mema Bwana, kumbuka. Na Mungu anaangalia neno lake apate kutimiza. Mungu angalia kitu kingine chochote. Angalia mtume, angalia nabii, angalia mchungaji. Anaangalia neno lake apate kulitimiza. Na alipoangalia Mungu akaona ni kweli, huyu amefanya mema, ana haki. Hayo mema yalikuwa yako wapi? Yako kwenye kitabu cha ukumbusho. Sasa vile vile kuna vitabu vinavyoitwa vitabu vya hukumu, na kuna kitabu kinaitwa kitabu cha uzima. Wale wanaotubu dhambi kwa kumaisha kuziacha wanaandikwa kwenye kitabu kimoja cha uzima, kwa sababu wale wanaoandikwa humo wanaenda katika uzima wa milele na milele. Wale wanaandikwa kwenye vitabu vya hukumu wanaandikwa kwa sababu watahukumiwa kwenda katika ziwa la moto milele na milele. Ufunuo Yohana sasa sura ya 20, Ufunuo Yohana 20 mstari wa 12 tunaona ushahidi wa jambo hilo. Na maandiko mengi yanayozungumzia hilo ni mengi sana. Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 12. Ufunuo 20:12. Naam. Ufunuo sura 20. Ufunuo wa Yohana. Unisamehe kwa Ufunuo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 12, Biblia inasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vinatajwa vingi hapo, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kimoja hapo maana yake, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Kimoja hiko kimeshatajwa ambacho ni cha uzima. Kile kingine kinafafanuliwa hapo mbele. Na hao wafu wakahukumiwa katika wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, maana yake vingi. Maana yake hapo kuna vingi na kuna kimoja, si ndio? Kwa hiyo hapo tunang'amua kuna vitabu vingi. Na kwa nini ni vingi? Kwa sababu wanaokwenda motoni ni mabilioni kwa mabilioni, hawezi kutosha kwenye kitabu kimoja. Kwa hiyo wanaandikwa kwenye vitabu vingi. Ila kitabu cha uzima ni kimoja tu, kwa sababu wanaokwenda mbinguni ni wachache sana. Na Yesu alisema hivyo kwamba ni wachache. Ndio maana Biblia inasema Yesu alizungumza, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Maana wengi watataka kuingia siku ile wasifanye nini? Wasiweze. Sio lazima turudie, sio rahisi. Injili ya kumfanya mtu aingie mbinguni vya utakatifu. Kwa sababu nyingine zozote zile, wengine kutafuta hela na wengine kuwaza kwamba inawezekana nikihubiri hivi watu watashindwa, labda hivi viwango watakimbia. Lakini sio kweli. Kuna watu wanataka kusikia, wanataka waambiwe ukweli. Yaani haijalishi jambo ligumu au jepesi, kuna watu wanataka kuambiwa ukweli. Kwa hiyo hapa tumengamua kuna vitabu viwili. Kuna makundi mawili, kuna vitabu vya hukumu, alafu kuna kitabu cha uzima. Sasa tuangalie na andiko jingine ambalo linaunganisha jambo hilo, ambalo mtu akiwa ni mwenye dhambi, akiwa ni mtakatifu, anakuwa ameandikwa kwenye kitabu hiko kimoja cha uzima. Na akitenda dhambi, akiamua kumwacha Kristo, anafutwa katika kitabu hiko cha uzima, anarudishwa kuandika kwenye vitabu vile vya hukumu. Ufunuo wa Yohana sasa sura ya 3. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 5. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 5. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe. Angalia maneno yanayofuata kwa umakini mkubwa. Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Hapo tunang'amua, anasema sitalifuta. Okay? Kumbe kuna process za kufuta na kuandika. Tuko sawa sawa? Maana yake kama mimi ni mwenye dhambi, siko kwenye kitabu cha uzima automatic. Niko kwenye vile vitabu
vya hukumu. Nikitubu dhambi kwa kumaisha kuziacha, nafutwa kwenye vitabu vya hukumu, naandikwa kwenye kitabu cha uzima. Angalia tena maandiko ni mengi kwenye jambo hilo. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 3. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 3. Na kabla sijasoma mstari huo, tumezungumza katika kipengele kilichopita habari ya kuzaliwa mara ya pili. Mtoto yoyote anapozaliwa katika nchi yoyote, process ya kwanza ya kufanya ni kufanya nini? Ni kuandikishwa katika vitabu ambavyo atambulike kwamba ni raia wa nchi hiyo. Hivyo ndivyo ilivyo mbinguni. Mtu anapotubu dhambi katika ulimwengu wa roho, anaandikwa kwamba yeye ni raia wa mbinguni. Na anaandikwa wapi? Kwenye kitabu cha uzima cha wale watu ambao wataishi katika uzima wa milele. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 3, Biblia inasema, naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania injili pamoja nami, na Clementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Yesu aliwatuma wanafunzi waende kuhubiri huku na kule, wakarudi wanashangilia. Sema, Yesu, hata mapepo wanatutii. Yesu akasema, msishangilie kwa sababu pepo wanawatii. Furahini kwa sababu tu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni. Maandiko mengi na muda wetu usingeweza kutosha. Kwa mtu anapotubu dhambi, anafutwa kwenye vitabu vingi, anaandikwa kwenye kitabu kimoja ambacho ni cha uzima. Maana ya 5 na ya mwisho, ambayo yote nimesema zinaangukia katika maana moja, ni kugeuka kutoka kwenye njia pana iendao upotevuni na kuelekea njia nyembamba iendao uzimani. Ni kugeuka kutoka kwenye njia pana iendayo upotevuni na kuingia kwenye njia nyembamba iendayo uzimani. Ni kugeuka kutoka kwenye njia pana iendayo potevuni na kuelekea kwenye njia nyembamba iendayo uzimani. Maelezo yangu ya kwanza yanaoana na kila pointi ambayo nitakayokuwa naizungumza. Kwamba mtu akitubu dhambi, kabla ya kutubu dhambi, tulizaliwa tukiwa kwenye hali ya ubaya. Tulizaliwa tukiwa gizani. Kuwako gizani maana yake tulikuwa kwenye njia pana inayokwenda upotevuni, inayokwenda motoni milele na milele. Lakini tunapotubu dhambi, maana yake tunageuka kuiacha njia pana inayokwenda upotevuni, na tunaanza sasa kuingia kwenye njia nyembamba inayokwenda uzimani. Na hayo ni maneno ya Yesu Kristo. Yesu alisema katika Mathayo 7:13 mpaka mstari wa 14. Yesu alisema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Yesu hapa ameanza na neno waionao. Maana yake ni nini? Kuiona njia hiyo peke yake ni shughuli nzito. Yaani licha kuingia, unaweza ukaiona ukaona kweli njia ndio hii na usiingie vile vile, kutokana na ugumu wa njia hiyo. Kwa hiyo mtu anapotubu anageuzwa sasa. Anatoka huku, kama alikuwa anaenda kulia, anatoka kulia na kwenda kushoto. Kama alikuwa anatoka kushoto, anaacha njia kwenda jehanamu ya moto, anageuka na kwenda katika njia inayoelekea mbinguni. Mara baada ya kuelewa sasa tafsiri ya neno kuokoka, ambayo nimesema yote inaangukia kwenye maana moja. Ukichukua moja ni sawa, ukichukua ya pili ni sawa, ukichukua ya tatu, yote msingi wake unaenda kwenye engo moja tu. Lakini swali la kujiuliza ni namna gani mtu afanye ili aweze kuokoka? Kwa maneno rahisi, ni njia ipi inayotumika kibiblia ili mtu sasa aweze kuokoka? Ziko njia takribani 4 ambazo nazo kama nilivyotangulia kusema zinaangukia kwenye maana moja tu. Njia ya kwanza aliitumia Yesu Kristo, ambayo sisi wote hatuwezi kuitumia, na nitatoa sababu.
aliitumia Yesu Kristo. Yesu Kristo wakati anawaleta wanafunzi wake katika imani, hakuwaongoza toba yoyote, hakuwaambia chochote. Alichowaambia ni neno moja tu, nifuate, full stop. Na mtu alipomfuata alihesabika ameokolewa, alihesabika ni mtoto Mungu, alihesabika ni Mkristo. Mathayo sura ya 9 mstari wa 9. Mathayo sura ya 9 4, ambazo zote zinaanguka kwenye maana moja. Sura ya 9 mstari wa 9. Mathayo sura ya 9 mstari wa 9, Biblia inasema hivi: na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo, akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Ndio njia aliyotumia Yesu. Yesu hakutumia njia nyingine yoyote. Na wanafunzi wake wote aliwaambia hivyo tu, nifuate, nifuate, nifuate. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo mimi na wewe hatuwezi kuitumia, kwa sababu mimi sio Yesu wala wewe sio Yesu. Huwezi kumwambia mtu sasa, nataka kuokoka, nifuate, akawa ameokoka. Hapana. Kwa sababu Yesu automatic, mtu alipomkubali kwa kumfuata, alihesabika ni mwanafunzi wake, alihesabika ameokolewa. Tuko sawa sawa? Hilo la kwanza. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni kuamini moyoni bila kusema chochote. Kuamini moyoni. Pale mwanzo nilipoanza kuzungumza nilisema hivi: mtu ameumbwa kwa pande mbili, ana nje na ana ndani. Maana yake anaweza asizungumze mdomoni chochote, lakini moyoni akawa amezungumza. Kwa hiyo anaweza akaamini huku ndani, mdomo usiseme chochote, na akahesabika kwamba ameokolewa. Kama hebu tuangalie kwanza maandiko. Marko sura ya 16. Marko 16. Marko 16. Utaona inazungumza habari ya kuamini. Marko 16:15 mpaka mstari wa 16. Marko 16:15 mpaka 16. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie. Hajaongea jambo jingine kwamba atakayeambiwa maneno fulani fulani. Aliambiwa aaminie, alafu anamaliza, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Tuko sawa? Inaanza kuamini. Ubatizo ni matokeo baada ya kuamini. Tuko sawa? Tutaenda kuangalia maandiko mengine ambayo yanatoa ushahidi wa jambo hilo. Maana yake wako watu waliookoka na hawakupata nafasi ya kubatizwa, haimaanishi wataenda motoni. Sio kweli. Mhalifu msalabani kwa mfano alimwamini Yesu Kristo, hakuwa na nafasi ya kutubu. Sio kwamba Mungu hataki watu watubu. Hakuwa na nafasi ya kubatizwa. Sio kwamba Mungu hataki watu wabatizwe. Hapana. Ameweka sharti la ubatizo, ni kweli. Na anasema Yesu anasema katika Mathayo 3:13 mpaka 17, anasema anamwambia Yohana Mbatizaji, nikubali kwa sababu tunapaswa kuitimiza haki yote. Kwa hiyo Mungu anataka kabisa watu wabatizwe. Lakini kuna wakati ambapo mtu anaweza akaokoka na asibatizwe akaenda mbinguni kwa sababu hakupata nafasi ya kubatizwa. Mfano, mtu ameokoka yuko mahututi kitandani, amemwamini Yesu hapo. Sasa ukimchukua yule mtu kaenda kumbatiza, si ndio anakata roho kabisa hapo? Au mwingine amemwamini Kristo, yuko gerezani, ana nafasi ya kubatizwa wapi? Yuko gerezani, hakuna nafasi kusema jamani naombeni nafasi nikabatizwe. Ameamini tayari. Mhalifu pale msalabani, Yesu alimwambia leo utakuwa pamoja nami peponi. Yesu alijua kwamba anakufa sasa hivi huyu. Hana nafasi ya kwenda huko mtaani kwenda kubatizwa. Na alijua hilo, ndio maana akamwambia wewe tutakuwa pamoja. Kwa sababu umeniamini tayari, hakuna kesi nyingine. Hiyo ni namna ya pili. Namna ya tatu ya kuokoka: kuamini na kukiri kwa kinywa. Mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10.
Warumi 10:9 mpaka 10.